Anasema ombeni sana juu ya amani ya nchi, kwa maana katika amani yake mtapata amani. Kwa usiache kumwomba Mungu kwa ajili ya amani. Inawezekana mtoto wako akapona kwa sababu ya maombi yako. Ngoja nikwambie, usisubiri matukio. Jiunganishe na Mungu kwamba Baba, najua kuna kitu kinakuja. Niepushe na visasi. Niepushe na ajali. Niepushe na mikosi. Niepushe na baraka katika jina la Yesu. Haleluya. Asubuhi leo kabla sijaenda kwenye maombi, naomba tuanze maombi ya moto kidogo. Tunamshukuru Mungu kwamba nimerudi. Nilikuwa nimepata safari kidogo ya kwenda ilikuwa Marekani, baadaye ikabadilishwa kwa sababu tulikosa visa. Na hivyo nikaenda mji mmoja unaitwa Cape Town. Na kwa neema ya Mungu tumekaa siku 5 pale. Tulipata neema kupata nafasi nzuri sana. Kule hata hoteli ni gharama kubwa zaidi, lakini unapata apartment. Kwa hiyo unakuwa na chumba na sebule na kila kitu. Nikakutana na Watanzania pia. Naomba uanze kuwa na mawazo ya kwenda nje ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Usipende kuwa na mawazo ya Tanzania tu. Anza kupanuka. Kwa sababu ni neema. Lakini pia tambua kitabu cha Hosea sura ya 12 mstari wa 13 anasema kwa neno la nabii wakathibitisho. Kwa neno la nabii wakafanikishwa. Kama Mungu amenipa neema mimi kusafiri na kupanda South African Airways, ninaona mwingine akipanda British Airways katika jina la Yesu. Anza kuwa na mawazo mapana. Mungu anakukusudi. Sikuwa nimeota ndoto kama nitasafiri, lakini nilikuwa na mama mmoja kanisani hapa. Nikaamua kutoa kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya kumsaidia jamii fulani. Mungu ajibu kwa moto. Haikupita siku 2 nikaitwa na mkubwa wangu kazi. Kaniambia inawezekana mwaka ukaisha usisafiri. Nikamwambia napata ruhusa kupata kwenda huko. Kaniambia usafiri ukijao na kitu kingine. Kwa hiyo hata kile ambacho nilikuwa nimekitoa Mungu akarudisha mara 10 zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kumtumikia Mungu kunalipa. Tena kunalipa vizuri. Mungu sio dhalimu kwa ajili ya watu wake. Neema ile inaofanya kazi kama kiongozi wa madhabahu itaenda kwa juu yako katika jina la Yesu. Naomba tusimame. Sema Baba kwa jina la Yesu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo, Bwana, ninaomba kibali cha kuungamanishwa na watu wa mahali pa juu katika jina la Yesu. Muujiza wako wote ambao utatokea, Bwana, sababisha ukatokee katika jina la Yesu. Kama kuna mtu amekalia muujiza wangu, amekalia mtoko wangu, amekalia baraka zangu, leo kwa jina la Yesu, ewe mtu, sikia sauti ya Bwana, tokea leo, unganisha maisha yangu. Sema Baba kwa jina la Yesu, chochote kinachozuia nisiende mbele, chochote kinachozuia nisisafiri, ninakitengua leo kwa damu ya Yesu. Ninaomba neema Bwana ya kibali cha kusafiri, kibali cha kuona dunia, kibali cha kwenda mbali, kibali cha kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Baba, kama ilivyotokea katika nyumba hii kwa ajili ya mtumishi wako, ninaomba na mimi yule anayetakiwa kunitafuta kama alivyomtafuta Yusufu akapate kutokea, akabariki maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya kudumaa, ninakataa roho ya kurudi nyuma, ninakataa roho ya kushindwa kuanzia leo. Baba, ninaomba kama ulivyombariki Yusufu, kama ulivyombariki Esa, na mimi ukanibariki Bwana. Nibariki tena kwa upya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shika paji lako la uso. Sema Baba, roho yote kimavi ambayo imewekwa juu ya uso wangu, ninaifuta leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana, roho ya kibali, roho ya kibali. Ulimpa Yusufu kibali kwa mkuu wa gereza, ulimpa Yusufu kibali kule Bwana alikokuwa, hata kwa Farao, hata kwa Potifa. Ninaomba leo kwa neema yako, roho ya kibali, roho ya kibali, roho ya kibali katika jina la Yesu. Amen. Ombi letu la pili. Jana usiku nilipokuwa nimelala, niliamka sana usiku saa 9 kwa ajili ya maombi.
Nilipoingia kwenye kochi tu, nikasikia mwili wote kama unawaka moto. Vita vikawa vikali. Lakini nikajua kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Nilishakwambia haiwezekani uko umeokoka alafu unaugua. Ugonjwa unatoka wapi? Haiwezekani katika jina la Yesu. Kwa sababu kama Yesu alilipa gharama ya hoteli, huyo alikudai atalipa chakula. Kama Yesu alishalipa gharama zote pale msalabani, leo nani anakuletea magonjwa? Shika tumbo lako. Sema Baba, katika jina la Yesu, aina yoyote ya maradhi, virusi au bakteria, kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka katika mwili wako. Achia damu yangu, achia nyama yangu, achia mifupa yangu katika jina la Yesu. Ninaomba roho ya uponyaji, ninaomba roho ya uzima, ninaomba afya Bwana, kwa maana kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Ninakataa mapepo, ninakataa magonjwa, ninakataa maradhi katika jina la Yesu. Mbegu yoyote ambayo adui amepanda ili kuniletea magonjwa, ili kuniletea maradhi, leo kwa jina la Yesu, ewe mbegu, ng'oka, achia roho yangu, achia mwili wangu katika jina la Yesu. Amen. Ombi letu la tatu. Jana usiku, juzi, nilipigiwa simu na mama mmoja. Kaniambia, mchungaji, kesho nafanya operation kubwa. Hii ni operation ya 12. Na nimechoka. Alafu ninaogopa. Kwa sababu ameniambia kwamba yawezekana nisirudi tena. Ni mtu mmoja afisa mkubwa tu serikalini huko. Ni mwanamke ambaye ni tunafahamiana. Kwa hiyo nikajisikia uchungu, lakini nikakumbuka yuko Mungu aweze kufanya zaidi ya vile tunazali, zaidi ya vile tunafikiria. Nikajua naweza kuomba. Sina fedha, sina dhahabu, lakini nitakapokaa naye tukaomba, Mungu anaweza kufanya. Kwa Yesu asifiwe. Kwa tumekaa, nikamwambia mama tuombe. Kwa tukamwambia Bwana Yesu, tumekaa wawili hapa kwenye simu, lakini wewe tuonani, lakini najua katikati yetu, katikati ya line najua kuna line yako ya mbinguni. Naomba Mungu neema ya kutoka salama katika operation. Naomba madaktari wakafanye kazi na uponyaji wake ukawa haraka. Jana nilipokuwa nimekaa chumbani kwa saa 4, akanitumia message, akatuma sadaka. Akasema, mchungaji, hii ni sadaka yangu kiasi fulani, naomba ifike kanisani, kwa sababu Mungu ninayemtumainia ameniponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa operation ndio nzuri na neema ikawa kubwa juu yake, na Bwana akamtoa salama katika jina la Yesu. Lakini nachoona cha ajabu ni kwamba uponyaji pale alipokuwa amefanyia operation unaenda upesi sana. Maumivu yote yameisha. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninajua wewe ni Mungu. Unaweza kufanya mambo makubwa sana, ya kuweza kutisha sana, ya kuogofya sana. Asubuhi leo, Bwana, aina yoyote ya mkakati, agenda ya kuzimu kwa ajili ya operation yangu, ninaifuta katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Ninakataa kufanyia operation, ninakataa kupata ajali, ninakataa kupata mikosi katika jina la Yesu. Chochote katika mwili wangu ambacho kiko sawa, chochote katika mwili wangu ambacho kiko salama, Bwana, ninaomba asubuhi leo uponyaji kwa jina la Yesu. Ninainua mikono juu. Roho ya uponyaji shuka kwenye mifupa yangu. Roho ya uponyaji shuka kwenye damu yangu. Roho ya uponyaji shuka kwenye misuli yangu. Roho ya uponyaji shuka kwenye nyama zangu katika jina la Yesu. Ewe magonjwa, unangoja nini? Toka, 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 achia maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Ombi letu la 4. Nimekwambia unapoomba maombi kama ni ya moto, hakikisha nywele zako zinajua unaomba na miguu yako inajua unaomba. Usifanye masiala, kwa sababu tunapambana na nguvu za giza. Na Mungu ni mwaminifu, kupitia maombi yake atakusimamisha katika jina la Yesu. Miezi 2 iliyopita, mama mmoja amekaa kwenye ndoa miaka 4. Lakini huko ndani kila akipata mimba inachoropoka. Kila akipata ujauzito hamna kinachoendelea. Na baadaye miaka 3 iliyopita hakuna kilichoendelea. Tumbo limefungwa. Tumbo alifanya kitu. Akaanza kusingizia kwamba nilitoa mimba kati binti. Akaambia, mchungaji, naomba msamaha, nakwambia ukweli. Uzuri nilikuwa hapo.
usijali. Yaliyopita sio, usijihukumu mwenyewe. Mungu ni Mungu wa msamaha. Nikamwambia nikaona mwanamke ambaye alikuwa ametolewa mpaka kizazi akapata ujauzito. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa mambo yasiyowezekana. Madaktari kuna vitu ambavyo wanakwenda hospitali wakiviangalia nasema hii ngoma sio mwanadamu. Hii ngoma ni nani? Kwa nikamwambia mama unaamini? Akaniambia ndio. Nikamwambia cha kwanza, sawa iliyopita. Usijihukumu mwenyewe. Yawezekana kweli ulitoa mimba. Yawezekana kweli uliharibu watoto. Lakini naomba nikwambie yuko Mungu anaweza kuumba kwa upya. Yuko Mungu anaweza kufanya jambo jipya. Kwa sababu Yesu Kristo alilipa gharama kwa ajili yako. Haikuchalisha uko katika hali gani, bado unaweza kufanya mambo makubwa. Kama yuko mwanamke hapa anahitaji usawa, shika tukutoka. Kama yuko mwanamume, unajua siku hizi mambo yamebadilika. Unaweza zani mwanamke peke yake. Naomba nikwambie kuna wanaume wengi, daktari si ndio? Wanaume wengi wanakwenda hospitali sasa hivi hawawezi kufanya chochote. Wamebaki tu wanaume wa suruali. Kwa usije ukafanya masiara. Kwa shika tukutoka kama unaweza kutaka. Mwambie Baba kwa jina la Yesu. Mwambie Baba kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, sitazaa mapoza. Ninakataa roho ya mapoza katika jina la Yesu. Watoto wote ambao watatoka katika viuno hivi, watatoka katika tumbo hili, watakuwa baraka katika uso wa nchi. Ninakataa roho ya kuangua mimba. Ninakataa roho ya kuharibu mimba katika jina la Yesu. Baba ninaomba neema ya uzao, neema ya uzao, watoto wa kike, watoto wa kiume katika jina la Yesu. Maana Bwana umesema kwamba Mungu wangu, wewe Baba, nitakapokutumikia hakutakuwa na kuharibika mimba. Roho yote inayokula mimba yangu kwa jina la Yesu, noka, achia tumbo langu, achia mwili wangu, toka shingo milele katika jina la Yesu. 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 Amen. Bila tuanze. Na kijana wangu pale ni mrefu kama nini. Mwezi wa 7 wa 8. Kisikia amelazwa hospitali. Na amechanganyikiwa. Na anaelekea kufanya mtihani wa form 4. Amemaliza juzi form 4. Tulipoenda hospitali, ikabidi nisafiri kwenda Mbeya. Lakini kwa sababu ndio ulikuwa mfupi ilibidi nirudi. Na daktari akatuambia anatakiwa kwanza dawa ya mchana. Kwa hiyo maana shule ndio imefika mwisho. Lakini niliporudi nikampigia simu, nikamwambia dawa usiku. Tunatumwamini Mungu kwa ajili haya. Nikaingia katika madhabahu. Nikasema Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, onekana kwa ajili yangu mahali hapa katika jina la Yesu. Leo unamwona amekuwa ni ushuhuda. Alifanya mtihani wake vizuri na amemaliza vizuri katika jina la Yesu. Na hakuna mtu anayeweza kuchanganyikiwa. Atoe kazi yake ni kuharibu katika jina la Yesu. Shika kichwa chako. Sema Baba, katika jina la Yesu, roho yoyote ya kuchanganyikiwa ambayo imeingia katika maisha yako, ewe roho, sikia sauti ya Bwana. Out! Out! Baba ninaomba akili njema. Wana wa Israeli wana akili njema. Ninakataa kuchanganyikiwa. Ninakataa kurudi nyuma. Ninakataa kurudi nyuma katika jina la Yesu. Bwana, naomba asubuhi ya leo nipe akili njema mimi na familia yangu, mimi na watoto wangu katika jina la Yesu. Baba naomba neema, naomba kibali, naomba unipe akili nzuri, nipe akili njema. Kila mkakati ukosema kuharibu furaha yako kwa kuleta kuchanganyikiwa, leo katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninasafiri katika ulimwengu wa roho. Ninaingia katika madhabahu za giza ambapo jina langu linatajwa. Ninaita moto, moto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia nguo yangu, achia miguu yangu, achia viatu vyangu, achia kazi yangu, achia biashara yangu katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Sema Baba, naomba akili njema. Naomba akili njema. Naomba akili njema katika jina
Sikiza kwa makini mstari, ushike sana mstari, utakusaidia katika mambo mengi. Anasema, sikiza kwa makini. Kwa mkono wa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri. Kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Kwa nini unakuja kanisani? Sijakwambia nabii sana, lakini naomba nikwambie kwa sababu Mungu ameniita kwenye utume na kutamka mambo juu yako yanatokea katika jina la Yesu. Tambua unapoamini manabii, unamwamini Mungu kwa sababu ya jina la Mungu. Kwa nini natamani tunapoenda kwenye toa mwisho wa maombi ya moto ukapate kusema amen kwa kumaanisha na kutamka maneno juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Mungu mikono yako mbele juu. Ninakubariki katika jina la Yesu. Kila unalolifanya litafanikiwa katika jina la Yesu. Yoyote aliyesimama mbele yako kwa ajili ya uadui ameshindwa katika jina la Yesu. Hakuna uchawi utakaogusa maisha yako katika jina la Yesu. Utazika watoto kabla wakati kwa jina la Yesu. Mungu atainua uchumi wako katika jina la Yesu. Kila adui wa hatima yako asubuhi ya leo ninamlaani kufa kwa jina la Yesu. Mikono hiyo ambayo umeinua, Bwana kaifanye kuwa mikono ya baraka katika jina la Yesu. Popote utakapogusa pamebarikiwa. Wewe si wa laana, wewe ni wa baraka. Hutakufa, utaishi katika jina la Yesu. Na neema ya Mungu itakuwa juu yako katika jina la Yesu. Utakuwa tajiri sana na hutakuwa maskini katika jina la Yesu. Magonjwa yatagusa mwili wako. Neema ya Mungu itakuwa juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Baba, kile ulichonituma nimemaliza. Ninawabariki watu wako kama ambapo Mungu ameendelea kubariki maisha yangu. Ninaomba wakazidi sana. Ulisema kile ulichofanya wewe Bwana Yesu
tutafanya na zaidi. Naomba kile ambacho unanitendea Bwana, wakumbuke, maana umeamua kuamini injili. Umeamua kuamini neno lako Bwana. Waepushe na mabaya. Saidie kila mmoja, mdogo hadi mkubwa, akauone wema wako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Haleluya. Naomba tuketi. Haleluya. Asubuhi leo napenda tuangalie somo kwa kifupi sana ambalo linaitwa fikra za kifalme. Fikra za kifalme. Sikize kwa makini. Nilipokuwa nimeondoka Dar es Salaam kuelekea South Africa, tulipofika Johannesburg, huwezi kuingia ule mji mpaka uonyeshe karatasi. Inaitwa passport. Wanajua ni Mtanzania. Kwa ukifanya jambo lolote baya, wanajua ni Mtanzania. Tulipotoka Johannesburg kwenda Cape Town, pia tulipofika airport, tukatakiwa tutoe karatasi. Ukiwa unatembea katika mitaa yao, lazima uwe na passport mfukoni. Hivi unaweza kufungwa jela na ndugu zako wasijue uko wapi. Unaweza kufa kwenye hoteli na wasijue umeziko wapi. Kwa hiyo lazima uwe na passport. Kwa nini tunakuwa na passport? Inadhibitisha kwamba wewe ni Mtanzania. Lakini nilikutana na Watanzania. Ndio maana kijana yote ambaye mpaka leo katika kanisa na ujui kuendesha gari ni matatizo makubwa. Narudia tena. Kijana yote ambaye katika kanisa hili alafu ujui kuendesha gari ni matatizo makubwa. Amka. Sikutukane. Lakini nimekuta vijana wa Kitanzania, sio mmoja sio mbili, wakiendesha Uber katika ule nchi. Nikasema hata kama Mungu amekunyima elimu, basi hata Uber basi wewe. Hata kama Mungu amekunyima nini, basi atafanya kitu fulani. Ndio maana nikawaambia vijana, kama umefika tu unahitaji kupata hata passport, upate driving license, tuongee ili kwamba uweze kujituma kwa kitu fulani, ukapate hiyo msaada. Kwa sababu mbele ya maisha yako kuna neno nyingi. Ukikosa vyote ni matatizo. Dunia haiendi vile mwanzo. Mambo yanakwenda kasi sana. Kwa Mungu akupa nafasi ya uzima na afya njema, kila kinachowezekana kifanyie kazi pesa. Kwa sababu kesho yako ni nini? Ninaongea kuhusu fikra za kifalme au fikra za ufalme. Mpendwa katika Bwana, kuna mtu mmoja miaka 2000 iliyopita alishuka kutoka mbinguni, na alipokuja akasema, yoyote atakayeniamini mimi anabadilishwa kuwa mwanamume. Akasema, nimetoka kwa Baba, kule kwa Baba makao ni mengi. Yoyote ambaye anamwamini Yesu anapata uraia wa mbinguni. Biblia haisemi tu unakuwa raia. Biblia inasema kwamba ukishamwamini Yesu anakuteua kuwa ambassador. Ambassador Kiswahili nini? Balozi. Kwa unapoingia na kusema Yesu nakupokea, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hapo hapo anakupa balozi. Hakuna alienda mbinguni, lakini kuna mtu ametoka mbinguni akaja duniani. Anaitwa Yesu Kristo. Na anafanya ni kwamba wale wote ambao wamemwamini Yesu, wameamini neno lake, wameamini nguvu zake, amewabadilisha kuwa wana wa Mungu. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20 anasema, nyinyi wewe ni mabalozi wa Kristo. Sikiliza kwa makini. Ninaongea kuhusu fikra, mawazo ya ufalme. Na ufalme ambao unasema asubuhi leo ni ufalme wa Mungu. Hapa duniani si wetu. Hapa duniani tunapita tu. Sisi ni wasafiri. Kuna mahali tunakwenda ambapo Yesu Kristo ametuandalia makao. Kwa watu ogopi, atutishike kwa sababu yuko pamoja nasi. Na alituambiaje? Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 na 10. Anasema, msalipo semeni hivi: Baba yetu
uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako rabo sakuri na rabashi uje. Ninaongea kuhusu ufalme wa Mungu. Unatakiwa uombe ufalme wa Mungu uweze kutimia. Unaombaje? Ninapoingia katika magoti usiku, Baba ninaitia, napoanza sana Baba yetu uliye mbinguni, napofika sehemu nasema ufalme wako uje. Baba najua umeanzisha kanisa mahali hapa. Tunajenga ufalme. Tunajenga watoto wa Mungu. Ninaomba msaada, nguvu ya Mungu ionekane kwa ajili ya kanisa. Ufalme wa Mungu uonekane. Ufalme wa giza ukapate kukandamizwa. Ufalme wa giza ukapate kutoweka. Kwa sababu Bwana Yesu alituambia kumbe kuna ufalme unaitwa ufalme wa mbinguni. Kwa natamani ufalme wa Mungu, natamani asubuhi leo kwanza kujijua wewe sio mtu mwenyewe. Wewe ni msafiri. Hapa sio kwako. Unakwako kule mbinguni kwa Baba. Kwa Bwana Yesu akasema kitabu ambacho ni mstari mkubwa katika siku ya leo asubuhi kwa ajili ya somo la leo. Kitabu cha Mathayo ile sura 6 mstari wa 33. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Sisi kwa makini. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake. Yaani usiangaike na mengine. Amua kwanza kutafuta ufalme wa mbinguni. Amua kuja kanisani kwanza. Amua kusoma neno kwanza. Amua kumtafuta Mungu kwanza. Anasema na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mpendo katika Bwana Mungu ambaye tunamwamini, naomba niwe shahidi mbele yake asubuhi leo. Hajawahi kunipungukia chochote. Ninatamani ujue kama umeamua kumtumikia Mungu, umeamua kuokoka, umeamua kuja kanisani, umeamua kusoma neno la Mungu. Mungu tunayemwamini anakutaka kwanza utafute kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Mengine yote, pesa, mali, magari, majumba, unatafutaje ufalme wa mbinguni kwanza? Twende taratibu. Tunawezaje kupata ufalme wa mbinguni? Tunatokea wapi na tunakwenda wapi? Mpendwa katika Bwana, naomba utambue kwamba Bwana Yesu alipokuja alichukua mateka ni mimi na wewe. Na baada ya kufanya vile, mtumishi wake mmoja wa Mungu anaitwa Petro, siku moja wakati wamekaa, akamwambia Bwana, sikiliza. Kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 20. Akakuwa nasikiliza, tumeacha vitu vyote, tumekufuata wewe, tutapata nini? Luka 14:20. Tumeacha vitu vyote, tumekufuata wewe. Asubuhi leo umekuja kanisani, sio kwamba ulikuwa una sehemu ya kwenda, sio kwamba ulikuwa una shamba la kulima, sio kwamba ulikuwa una TV ya kuweza kuangalia, ili umekuja kumtafuta Yesu. Kwa Yesu alipomjibu akamwambia kwamba tumeviacha vitu vyote na kukufuata, tumekuja leo asubuhi kanisani. Sikiza kwa makini Yesu anapojibu. 29 anasemaje? Anasema akamwambia, hakika nawaambia hakuna aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu, twende, asiyepokea zaidi maradufu, mara nyingi, sio mara 2 3, mara nyingi, anasema katika zamani hizi na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Mpendwa katika Bwana, kumtumikia Mungu kunalipa vizuri. Nilipokuwa natoa baadhi ya fedha kwa ajili ya kuweza kujenga jengo hili, ndugu zangu wengi walikuwa wakaniambia, umesikia wapi unaweza kutoa hela yako mfukoni ukaenda kujenga kanisa? Lakini naomba nikwambie, kwa namna ambapo Mungu amenibariki maradufu, natamani nijenge kanisa sehemu nyingine tena. Ninaita ufalme wa Mungu. Mungu sio dhalimu. Haiwezekani ukamtumikia akakuacha mjinga. Mungu ni mwaminifu. Ukiamua kumtafuta kwa bidii, ataonekana kwa ajili yako. Kila unalolifanya Mungu ataingilia kati, atalibariki. Asubuhi ya leo sikize kwa makini. Kuna aina mbili za fikra.
Nilipokuwa nimeenda Afrika Kusini, napenda kutumia mfano huu kwa sababu ni uhalisia zaidi. Watu walikuwa wakiniona wana tabia zao za Afrika Kusini, wana maisha yao, wana mambo ambayo ni ya ajabu, mengine mpaka unaogopa. Lakini kwa sababu mimi ni Mtanzania, nina maadili yangu, kwa nilikuwa siwezi kwenda nao. Wewe ni balozi wa Yesu Kristo. Lazima watu wakikuona wamuone Yesu katika nguo yako, wamuone Yesu katika midomo yako, wamuone Yesu katika macho yako, wamuone Yesu katika kuongea kwako, wamuone Yesu katika kusimama kwako, wamuone Yesu katika kukaa kwako. Huo ndio unaitwa ufahamu. Maana kwa watu kimuona, wanamuona kuna Mtanzania amekuja South Africa, ameingia kwenye mkutano, na unaulizwa umetokea wapi? Leo natamani hii siri ya ufalme wa Mungu, mawazo yako yapate kubadilika, ili kumjua huyu Mungu tunayemwamini, ili kumjua huyu Mungu tunayemtumainia. Akili ya kidunia inakwambia hivi, unatakiwa utafute pesa. Na ni kweli. Akili ya kimungu au ufalme wa mbinguni unakwambia unatakiwa usaidie watu. Akili ya kidunia inakwambia tunza pesa. Akili ya ufalme wa mbinguni inakwambia toa fungu la 10. Akili ya usia. Ukiwa ni mtu ambaye una akili ya kidunia, utashindwa kufanya jambo la kusudi la Mungu. Lakini ukiwa na fikra za kimungu, akili yako ikatailiwa, utafanya jambo la kusudi la Mungu. Sasa nisikilize kwa makini. Siku ulipompokea Yesu, Biblia inasema wote waliompokea aliwafanya kuona Mungu. Lakini inabidi sasa uanze kujitambua kwamba wewe sio raia wa dunia hii. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2 anasema kila baada ya kumpokea Yesu inabidi uanze kia moja ya kuweza kubadilisha namna unavyofikiri. Warumi 12 mstari wa 2 anasema mbadilishe namna unavyofikiri, uanze kufikiria mambo ya mbinguni. Mungu sio maskini, Mungu ni tajiri. Mungu sio mtu ambaye ana shida yote, kwa sababu kule mbinguni ni nchi ya dhahabu. Hana shida. Mtu anayekwambia kwamba Mungu ni maskini ni matatizo makubwa. Lakini Mungu ni tajiri, na ndio maana anasema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Hiyo ndio akili au fikra za kidunia. Lakini anasema mgeuzwe nia zenu, kwa mgeuzwe kufanya upya nia zenu. Lazima ubadilike, uanze kutembea ukijua kwamba wewe ni raia wa mbinguni. Ukijua kwamba wewe ni balozi wa Yesu Kristo katika maisha yako. Vinginevyo utabaki katika mstari kwa muda mrefu sana. Shetani atakunyanyasa kama mpira wa kona. Lakini ukijijua mimi sako na kutembea, fikira yangu inaniambia hata yote yakiisha hapa duniani, najua nitamwona Yesu. Siogopi kifo. Kwenye ndege tulipokuwa tumepanda masaa 4 kutoka mpaka Johannesburg. Kwa unapokuwa umekaa na utendeke inatikisika kule juu, sasa watu wanaogopa kwa sababu wanaulaia dunia hii. Anawaza mali yake, anawaza nyumba yake, anawaza mke wake, anawaza mume wake na watoto wake. Lakini nilipokuwa nimekaa nikajua kwamba nitakuwa duniani utukufu kwa Mungu. Kama nitakuwa naondoka kwenda mbinguni, nitapanda daraja zaidi. Na Yesu asifiwe. Nitakwenda kule nyumbani kwetu. Siogopi. Natamani uwe na akili hiyo. Ukijua kwamba japo katika maisha haya yataisha yote, bado unatumaini jipya kule mbinguni. Wewe sio mwenyeji wa dunia hii. Na Biblia inachokuambia ni kwamba ukiamua kumtumikia Mungu, ibada upo, neno la Mungu unasoma, usiku unaomba. Naomba nikwambie, Biblia inasema kwamba yale ambayo unatafuta, pesa, mali na chochote, Mungu atavileta. Nimetoka South Africa, nimerudi Tanzania. Jumapili nashuka tu airport na baba tuje kufanya kazi fulani. Kuna mshiko mwingine. Nikasema Mungu, sikuelewi vizuri. Kwa sababu kumtumikia Mungu kunalipa. Na tena kunalipa vizuri. Lakini amua kujitoa. Kama umeamua kwenda mbinguni kweli, kama umeamua kuokoka, usio babaishaji. Maneno ya kinywa chako, mawazo ya akili yako, matamanio ya moyo wako awe kumjua sana Yesu.
usikubali kukengeuka. Nilikwambia mara nyingi na napenda kurudia, mtu ambaye amekaa katikati hivi anaenda kushoto na kulia aende kokote. Kama umeamua kwenda kwenye njia ya uzima wa milele, amua kutembea na Yesu. Kama umeamua kurudi duniani, rudi, hakuna anayekuzuia. Lakini natamani ujue, huko duniani kuna shida, kuna tabu, kuna mateso, kuna huzuni, kuna shida. Lakini kwa Yesu Kristo kuna uzima, tena ule wa milele. Mungu ni mwaminifu kwa ajili ya watu wake. Ukishakuwa na fikra maana yake akili yako unapoamka asubuhi unawaza juu ya ufalme wa Mungu. Unapolala jioni unawaza ufalme wa Mungu. Unapotembea unawaza ufalme wa Mungu. Anasema ukiwa hivyo, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, alafu mengine yote Mungu atawazidishia. Mpendwa katika Bwana, siongei kwa kujisifu, lakini napenda nikwambie, nimemdhibitisha huyu Mungu anaitwa Mungu wa Israeli, akitenda mambo makubwa yasiyokuwa ya kawaida. Ninatamani kila mmoja katika kanisa awe na maamuzi ya kweli kweli kuwa ni mtu anayeenda mbinguni, sio duniani. Ukijijua kwamba wewe ni mwakilishi wa Yesu Kristo, watu wa dunia wakikuona wamuone Kristo kwenye maisha yako. Kama kuna mabishano na shida, bora uachie. Nilikwambia kuna mtu mmoja siku amekuja kanisani. Alikuja nyumbani. Kwa mchungaji, ili eneo la baba yangu. Kwa hiyo walikuzia kudanganya. Akaambia unasemaje mama Yesu siku. Kaniambia hata alikuonyesha hata niona. Kaniambia mimi ndio nimekuja kuambia taarifa hizo sasa. Tunakwenda kwenye vita. Nilipogeuka kwa mtakatifu akaniambia, wewe ni mtoto wa Mungu. Eli upatanishi. Maana mtazamo wa Mungu. Kwa hiyo vijana kwa nataka nini? Kaniambia tupikie sifa njema. Kama kuna tatizo. Njoo tunataka. Nakupa hela. Lakini kile kitu cha kukupa hela, Mungu akafungua mlango mkubwa mpya ambao kuna thamani ya hela inaweza kuleta. Kama una mawazo ya kwenda mbinguni, achana na mawazo ya kimaskini. Kuwa tayari kupoteza vyote. Mungu atakupa mengi zaidi. Mungu atakupa neema nyingi, kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida. Ndani yako kuna Mungu na nguvu ya Yesu Kristo, na Yesu alitoka mbinguni kuja kwa ajili yako. Kwa hiyo ina maana wewe mbinguni unajulikana, Mungu anataja jina lako. Wewe sio kawaida. Natamani hiki ninachokiongea kiingie katika moyo wako. Ubadilishe namna unavyowaza. Usiwaze namna ya dunia hii. Yawezekana ni mdogo, yawezekana uchui kitu, lakini una baba ambaye ni mkubwa. Yawezekana ni maskini, lakini naomba nikwambie Mungu anayemwamini ni tajiri. Yesu Kristo alifanyika maskini uweze kuwa tajiri. Badilisha msimamo wako. Amua kumtumikia Mungu kama kijana. Amua kumtumikia Yesu Kristo kwa nguvu zako zote na kwa namna yote, na Mungu ataonekana kwenye maisha yako. Asubuhi tuna ibada mahali hapa. Jitahidi. Jitahidi uombe. Jitahidi umtafute Mungu. Huo ndio ufalme wa mbinguni. Badilisha msimamo wako. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2 anasema, basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu aliko Kristo. Wakolosai 3:1-2. Kristo aliko ameketi katika mkono wa kulia wa Mungu Baba. Yafikirini yaliyo juu. Fikiria mambo ya mbinguni, sio yaliyo chini. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu mnayemwamini. Mpendwa katika Bwana, sijajua unapitia wakati gani kwenye maisha yako sasa. Kuna mtu naongea naye hapa, hata chakula cha mchana na chakula kula. Naomba nikwambie, ndege wa angani
hawavuni wala wapandi, lakini yule Baba ambaye ni mfalme wa vyote anawalisha. Tafuta ufalme wa mbinguni. Maadamu umekuja kwenye ibada asubuhi ya leo, jua kwamba Mungu atakupa neema, hata hili litapita. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo, mambo ya kuzingatia kama umeamua kweli kuwa na fikra za kifalme. La kwanza, ni lazima ujue kwamba Mungu ni mfalme. Ni lazima utambue kwamba Mungu ni mfalme na wewe ni mtoto wake. Sio tu unaishi kama katika nchi ile, wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa ukijua hiyo, badilisha akili yako. Usiendelee kuwa na mawazo ya kizamani kwamba mimi ni mtu wa kawaida. No! Ndani yako wewe una Mungu. Kwa kataa kuifuata dunia. Badilisha namna dunia inavyopambana. Dunia inapambana kwa ajili ya kupambana, kupigana, lakini wewe amua kuwa mnyenyekevu. Alafu mengine yote Mungu atakupatia. Chochote ambacho kijatokea katika maisha yako, Mungu atakupa neema ya kuweza kutoka. Mambo ya msingi. La kwanza, tambua Mungu ni mfalme. Mambo ya msingi. Ya pili, mtu pekee ambaye alitoka mbinguni akaja kutuambia kwamba jamani twende mbinguni ni Yesu Kristo. Alipokuwa duniani alikuwa na tabia moja ambayo natamani mshirika wowote wa mahali hapa awe nayo. Yesu alikuwa mwombaji. Uwezi kuwa mtoto wa ufalme akatumpigia baba yako simu. Baba anaweza kusahau. Maombi ni simu kwenda kwa baba. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 5 mpaka wa 7 inatuambia furahini katika Bwana. Tena nasema furahini. Msijisumbue kwa neno lolote. Inawezekana mambo yanasumbua, connection hapa na pale, bali kwa kila neno mnaposali na kusali, kuomba na kushukuru. Anasema haja zenu zijulikane na Mungu. Anamalizia kusema na amani ya Mungu ipitayo akili za wanadamu itawahifadhi nafsi na nia zenu katika Kristo Yesu. Mpendo katika Bwana, huwezi kuwa na mindset ya kimungu kama angalau nilikwambia, narudia tena, saa moja kwa siku maombi. Sawa, wala usifiche, utabangaiza sana wokovu. Lakini weka standard. Amka saa 9 usiku. Ambia mwili hapana, ninaenda kwenye magoti. Chukua mtu, piga magoti. Amua kumlilia Mungu. Amua kumwambia Baba niambie, ufalme wako uje. Najua unanipenda, hata hii naomba upigane kwa ajili yangu. Haja zenu zijulikane na Mungu. Na Mungu wa amani atawahifadhi nia zenu katika Kristo Yesu. Mpendo katika Bwana, kubadilisha akili yako kuwa akili ya kimungu kunahitaji kujikana na kumfanya Yesu Kristo pekee akawe kiongozi na mwalimu mkuu wa maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuimbe, tusimame na tuimbe pamoja wimbo namba 143. Kisha tukaombe. Wimbo namba 143. Tunajua kwamba safari yetu sio nyepesi. Tunajua kwamba maisha haya yakiisha, mwili huu ukiharibika, tutaenda kumwona Yesu. Tunaongea habari za nchi nzuri inayometameta. Tunani wimbo kipanishi, lakini kupitia neno hili naomba akili yako ianze kubadilika. Usiogope, hakuna anaweza kufanya chochote wewe. Wewe ni mtoto wa Mungu, hakuna kinachoweza kutisha. Njaa, shida, mateso, hakuna kinachoweza kutoa katika mstari huu. Mungu ana
uwezo mkubwa juu ya maisha yako. Hutakufa. Waweza kupitia moto, lakini Mungu atakulinda. Waweza kupitia shida, lakini Mungu atakulinda. Kwa sababu ndani ya mfuko wako kuna passport kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Shetani anajua, lakini anakushangaa. Huna muda wa kuomba, unalala usingizi, alafu unategemea Mungu afanye mambo makubwa. Sahau. Safari nyingine unayo. Maisha haya mafupi yanapita. Tuna maisha mapya tuliyokutukulia chuo, ambao tutamwona Kristo Yesu pamoja na sisi. Sasa hivi unapotembea chuo na passport, wewe ni balozi wa Yesu Kristo katika maisha yako. Nisikilize kwa makini. Usimwogope shetani. Usimwogope mtu anajiita mganga wa kienyeji mashuhuri. Ni mtu mdogo sana duniani. Wewe unapambana na shetani, sio na mganga. Yeye ni kibaraka wa shetani. Asikutishe. Hakuna mtu anaweza kutisha mtoto wako. Wewe tembea kama jasiri ukitembea na Mungu. Lakini nikwambie siri kubwa. Haya mambo sio ugali na marage. Sio kuongea. Magoti. Wapendwa katika Bwana. Ninakwambia ukweli. Mambo mengi katika maisha yanatokea kwa sababu ya magoti. Natamani unielewe. Alafu muone huyu Mungu anakutamani angalau saa moja kila siku. Alafu ukitoka kwenye magoti unatembea, Mungu anafungua milango. Mungu anakuunganisha huko. Mungu anakupa neema hii. Hakuna kilichokuwa kigumu. Natamani ujue hiyo siri. Yesu alikuwa anaenda kuomba, anaenda kuhubiri, anaponya wagonjwa, akitoka mbio, ameenda mlimani. Baba, katika jina la Yesu. Saa nzima asubuhi akiamka, Biblia kitabu cha Marko 1:35, yuko mlimani. Baba, katika, kwa sababu yeye ni wa mbinguni, sio dunia hii. Natamani ubebe mtu wa mbinguni katika jina la Yesu. Sio maneno, ni matendo. Tukafike na sisi uko Simbani.
akamleta duniani, akwambia jamani, sikiliza, simeokoka. Kule kwa Baba kuna makao mengi, lakini naambia hivi, ukiamua kuishi maisha matakatifu, maisha ya kutafuta Mungu, maisha ya maombi, naomba niwaambie yale mnayohitaji yote, magari, nyumba, chakula, anasema anakuzidishia. Lakini kuna gharama. Gharama ni maamuzi rasmi ya kwamba maswala yanaitwa kuomba saa moja kila siku, sio swala la mjadala. Kwa sababu mimi ni Mungu. Sema, Baba yangu, Baba yangu, ninakushukuru asubuhi ya leo. Nimesikia neno lako. Ninakushukuru kwa sababu ya Yesu Kristo ambaye alitoa maisha yake ili mimi niwe na uzima, tena niwe nao tele. Ninakubariki, ninakutukuza. Wewe ni Mungu. Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo, tabia yoyote, hali yoyote ya namna ya kidunia ambayo imekamata maisha yangu, ninaifuta kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Baba, kupitia ibada hii nainua mikono juu. Ninaomba neema ya kuomba, nguvu mpya ikaingie. Naomba nguvu mpya ikaingie, neema ya kuomba, neema ya kutafuta uso wako, neema ya kujua mimi ni mtoto wa Mungu. Baba, nisaidie, nipe kibali mbele zako, tembea nami katika jina la Yesu. Sema, aina yoyote ya nguvu, mamlaka yoyote, nguvu ya nyumba baba yangu, nguvu ya nyumba mama yangu, inaonizuia nisiangalie yaliyo juu, ninaikemea out katika jina la Yesu. Mwili wako sikia, tena sikia vizuri. Kuanzia leo nimeamua kutembea na Mungu, hivyo ninakuamuru ukawe mtii. Ewe ulimi wangu, mambo ya kuongea ubaya, mambo ya kuongea mabaya, kuanzia leo ninakunyamazisha. Tulia, sitamsema mtu yote, sitagombana na mtu yote. Nitakuangalia Yesu, wewe mpiganiaji wangu, wewe bingwa wangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba Mungu kwa ajili ya mchana leo. Ongea na Mungu wako kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya ufalme wa mbinguni ndani yako. Riba sekoria da rabosha, rema ziono roboshe koria da raba, riba ziono roboshe koria da raba, remezo koria da rabash. Katika jina la Yesu, Baba, ninaomba nipate kubadilishwa nia na akili zangu, nikapate kujua kusudi la wito mkuu la wokovu ambao umenitia. Katika jina la Yesu, ninaomba neema Bwana, nikajijua kwamba mimi sio mtu wa kawaida, mimi ni mtoto wa Mungu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Riba sekoria da rabosha, nekereba ziko rabosha.